بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في جنة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونكلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia kisa cha ashabu al-kahfi, sura ambayo kwamba tumehimizwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisoma hasa katika sura al-Jumu'ah, katika siku ya Ijumaa, na faida zake ni nyingi. Kabla ya kueleza kisa cha mnyama huyu ambaye kwamba ametajwa katika aya hizi tulizozitanguliza, asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kusoma sura al-Kahfi siku ya Ijumaa hupata nuru ma bainahu wa baina as-samaa, hupata nuru baina yake na baina ya mbingu. Na mwenye kuisoma suratul Kahfi siku ya Ijumaa hupata hifadhi ya Mwenyezi Mungu kwa wiki nzima na ziada ya siku 3. Umesoma suratul Kahfi wiki nzima na ziada ya siku 3, wewe unapata hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku utakapoisoma ile pahala kukaa nuru baina yako na baina ya mbingu. Ama kisa cha mbwa wa ashabu al-kahfi, kwa zururu wa darasa yetu ni kuhusu wanyama waliotajwa ndani ya Qur'ani. Kisa cha ashabu al-kahfi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia mnyama huyu mbwa walikuwa nao wale vijana 7. Kwa mukhtasar, ni vijana waliokuwa baada ya Nabii Isa, katika kauli moja ya mufassirina na wengine wasema ni kabla ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Hao vijana walikuwa katika mji ambao kwamba watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao ikaja fikra katika akili zao kuwa sisi hatutaki kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wakaamua kufanya tauhidi ya Allah, wakawa ni watu wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakajikusanya siku ambapo kwamba wenzao walikuwa wanakwenda katika sherehe za kushirikina, wakakaa chini ya mti mmoja baada ya mwingine mpaka kufika 7. Walipofika 7, kila mmoja aogopa kumuuliza mwenzake. Mwisho wakaambizana kuwa si dini ya sawa, dini ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Hawa vijana 7 wakaamua kueleza ile haki. Mfalme akapata habari zao, akawaita, akawapa ultimatum: imma murudi katika dini ya kuabudu kama tunavyofanya sisi masanamu yetu na mengine, ama muadhibiwe. Vijana wakaamua kuwa wataondoka na kukimbilia kwenye pango, kwa sababu ya jina la sura kuitwa suratul Kahfi, sura ya pango. Vijana wakakimbia wote 7 kwa tutatoroka tukajifiche, hatutaki kuingizwa katika mila hii ambayo ni mbovu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakatoka kukimbilia kwenye pango kujificha na dini yao. Walipokuwa wakenda, Al-Imam Qurtubi katika tafsiri yake anasema imma yule mbwa alikuwa ni mmoja wao wale vijana kuwa nao. Katika kauli zingine za mufassirina, katika watu walifuatana na wale vijana, yani mmoja kati ya wale vijana alikuwa ni mbishi wa ufalme ambaye kwamba aliona pia si sawa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, akaamua yeye kuingia katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu na tauhidi yake. Wengine wasema la, alikuwa ni mmoja tu katika vijana, amechukua mbwa wake hutumia kuwinda, akaenda kuwinda akirudi nao. Na mwisho tutaelezea hukumu za hawa wanyama. Je, mbwa akubalika? Ilikuwa ni mbwa wa kuwinda akawa hutembea naye. Wengine wasema la,
walikuwa wakipita katika hali ya kujificha, kwa kuwa wametoka alfajiri sana. Mbwa akaanza kuweka kwa bidii, wakamfukuza akakataa, kimfukuza akakataa. Alimamu Qurtubi yasema wakimfukuza mara kadhaa, kisha mwisho akainuka yule kwa miguu miwili, akawaelekea na kuinua mikono kama ambaye kwamba anaomba, na Mwenyezi Mungu akampa fahamu ya kuweza kuzungumza. Asema mimi ninapenda wale ambao kwamba wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa ni sababu ya kumwachilia awafuate, kisha akawaambia nendeni mkalale na mimi nitakuwa ni mlinzi wenu. Amenukuu haya Imam Qurtubi katika Jami' al-Ahkam al-Qur'an, tafsiri yake kubwa. Asema nendeni mkalale na mimi nitakuwa ni mlinzi wenu wakati ambapo kwamba mnalala. Wakatoka vijana wakaingia katika pango wakalala, na ni muujiza mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha katika pango. Walilala miaka 300 katika miaka ya shamsi, yani miaka ya solar calendar, miaka 300, na walilala miaka 309 kama aya zinavyotaja, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, wakaongezea 9, yani miaka 300 na ikaongeza 9 katika miaka ya kamari, miaka ya mwezi ambayo kwamba sisi tunaifuata katika solar calendar ni miaka 300, katika miaka ya kuangalia mwezi ni miaka 309, kwa kuwa kila mwaka mmoja una mwaka, kila miaka 100 huwa kuna miaka 3 zaidi. Kila miaka 100 huwa ina miaka 3 zaidi katika miaka kalenda za Januari, Februari mpaka mwisho. Ukihesabu miaka 100 kalenda za Januari, Februari, basi katika kalenda za Muharram, Safar na Awal utapata imezidi na miaka 3 kwa kila miaka 100. Wazdadu 9, ikaongezeka 9. Kwa hiyo miaka walikuwa wakilala, katika muujiza aliyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa nukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Hawa walikuwa wamelala, kwa sababu mtu na kilala tu, hata wewe ukalala mchana mzima sehemu moja tu, ama ukapitisha wiki nzima umelala sehemu moja, lazima utaumwa. Sasa wamelala kwa miaka 100, ikawa Mwenyezi Mungu kama anavyoeleza nukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal, wanageuzwa. Amelala upande ubavu wa kulia, wakija wakigeuzwa ubavu wa kushoto. Mufassirina wamختلفiana, je, muda gani? Wengine wanasema kila miezi 6 malaika wakija wakigeuza. Amelala upande wa kulia, baada ya miezi 6 wakigeuzwa upande wa kushoto. Amelala upande wa kulia, wakigeuzwa upande wa kushoto, yani miezi 6 wakibadilishwa. Kila miezi 6 atolewa huku wakipelekwa huku, atolewa, yani zibadilike zile ili wasiliwe na ardhi, kwa sababu akilala kwanza wamelala ndani ya pango, hakuna vitu vya kutandika, wamelala tu. Lau atalala sehemu moja, basi ubavu utaoza katika ardhi. Wakawa wamelala katika hali ile kwa muda wa miaka. Baadhi ya mufassirina wasema walilala miaka 300 ya kwanza bila kugeuzwa, lakini kauli ilikuwa na nguvu na wengi katika mufassirina, kila miezi 6 au kila mwaka wakibadilishwa upande mwingine, malaika ikawa kufanya hivi nukallibu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe asema anaamitawalia mwenye kuwa wakigeuzwa hawa upande wa kulia na kushoto, kisha jua hupita wakati wa asubuhi likaingia ndani ya pango, na wakati wa magharibi, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwa hikma yake pale ndani kukawa na mwangaza, kukawa na jua ambapo kwamba hubadilisha ile hali na hewa, ikawa si baridi ya kudumu na wala si joto la kawaida, la kuwa jua likipita litawachoma moja kwa moja. La, wao wako ndani ya pango, wa hum fi fajwatin minhu, wako ndani ya pango kule wametulia, huku jua linapita kwa mbele na kwa nyuma, ili kuleta lile joto lake tu, hawa wapate lile joto. Na ni katika muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwahifadhi wale ambao kwamba wamempwekesha wakati ambapo kwamba kuna fasadi katika ardhi. Ajabu inakuja kwa huyu mbwa alipotajwa hapa. Mwenyezi Mungu asema wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasil. Kuna baadhi ya mufassirina wengine walikuwa wa kalbuhum, huyu hapa alikusudiwa ni mmoja wao, kwa jina lake lilikuwa ni Kalib, kwa kuwa kiraa kingine ilikuwa wakalibuhum, au wengine wasema wakalibuhum, lakini katika mufassirina kuiradi, wengine wasema kalibuhum vile vile ni mbwa, kuwa ni mwenye kuhifadhi, kwa kuwa Kalib ni al-hafidh, ni mwenye kuchunga, au al-haris,
ni mwenye kuchunga. Kwa hivyo wakalbuhum, na yule mnyama wao, mbwa wao walikuwa nao, basitun dhira'aihi bilwasil. Na hii ndio kilima ambayo inaonyesha ni mnyama wa hakika, wala si mtu jina lake kwa ni Ghalib, ni kuwa amenyoosha mikono yake. Na kule kunyoosha ndio sifa ya mbwa anavyolala, yani anapokaa amenyoosha mikono yake na amelala kwa sehemu ya tumbo yake. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, unaposujudu la tasjudu bidhira'ika inbisatul qalb, usisujudu na hii sehemu yako ya mikono isishike chini katika ardhi kama mbwa anavyolala. Amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuinua kidogo isiguse, yani sehemu yani kongozo mbili za mikono hizi zisiguse katika ardhi kama anavyogusa mbwa. Ni nahi alitoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo amelala yule mbwa na amenyosha tumbo wake, amenyosha mikono yake, amelala kwa muda ule. Ajabu, hawa vijana wanageuzwa kila mwaka, lakini huyu mbwa kwa miaka 309 amelala vile vile na mikono yake imenyooka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa, lau ungeona ungekimbia kwa kufia, yaani Mwenyezi Mungu kawapa hofu, lau utawaona tu utashtuka na kukimbia sana. Hata maimamu wa tafsiri mpokea hadithi ya kutoka Sayyidina Abdullah bin Abbas, asema tulikwenda vita sehemu za Rum na Muawiya. Tulipofika, hasatan Imam Samarkandi katika tafsiri yake Bahrul Ulum na Imam al-Mawrudi na wengine wasema tulikwenda vita katika sehemu za Rum na Sayyidina Muawiya. Tulipofika katika pango la Ashabul Kahfi, Muawiya akataka kuingia, asema tuangalie tuwaone habari zao vipi. Sayyidina Abdullah bin Abbas akamwambia, Mtume amekatazwa, aambiwa lau ungeona ungekimbia wewe, na amekatazwa yeye ndio bora kuliko wewe. Muawiya hakuridhika, akasema mpaka nijue. Akawatuma baadhi ya watu wakenda wakaingia, kisha walipofika tu kwenye mlango pango, upepo ukaja mkali uliwafukuza ukawatawanisha, hawakuweza tena kuingia. Law tala'ta alayhim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Ndo kwa tafsiri, lau ungekimbia kuona kwa hofu ndio kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao. Mmoja katika wanazuoni wa kisayansi kutoka Ujerumani, siku moja yuko katika safari, amekwenda airport, akapawa na hawa vijana ni kuzunguka tafsiri ya Qur'ani. Akapewa tafsiri ya Qur'ani, kwa ile kuona haya akasema, mimi siwezi kuitupa hii, acha akitoka yule kijana nitakwenda katika ile dustbin nitaitupa, kwa kuwa sioni mimi faida. Akaitia kwanza kwenye begi lake, kisha kukaitwa kupanda ndege, boarding tayari. Akatoka huyo akaingia kwenye ndege. Alipoingia hakukumbuka kutupa kwenye dustbin ule msahafu tafsiri. Kwa vile safari ndefu, akaamua si nisome tu nione kuna nini. Asema akafungua baadhi ya kurasa nikiziangalia, katika kupitia moja ya aya nilizopitia ni hizi, kuwa hawa vijana kuna kisa kimetajwa wamelala miaka 309. Asema kule kugeuzwa kukanipa furaha, kwa hakika kule kugeuzwa kuna wahifadhi miili yao, kwa sababu binadamu kilala sehemu moja ataoza. Kwa hivyo imepatia ni Qur'an. Kisha mbele akasoma kwa tadabbur, kufikiria, akiangalia. Asema aya inasema, na yule mbwa amenyoosha miguu yake mbele, mikono yake kule mbele, amekaa. Kwa hiyo miaka 309 hakubadilishwa. Ikampa taharuki, akisema mpaka akafanya research ya kusoma. Kenda kuangalia mbwa katika maumbile yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia ngozi yake upande wa chini katika utumbo wake, yani yaweza kuhimili maadamu ana uhai katika kiwiliwili chake. Atakaa kwa muda wote, hana haja ya kugeuzwa huku wala huku, aweza kukaa na wala ardhi haiwezi kumwathiri, yani ngozi yake wala mwili wake. Kwa muda wa miaka 309 amelala, hakuathiriwa, hakubadilishwa, hakugeuzwa, kwa sababu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu maumbile yake hakuhitajia. Lakini mwanadamu ahitajiwa kubadilishwa, nukallimuhum dhata yamin wa dhata shimal.
Mufassirina wote wameeleza, kina Imam Ibn Kathir katika tafsiri hasatan yasema faida ya kiso hiki na huyu mbwa kuhifadhiwa, ikawa utasimama kwenye swala yako ukisoma, utamsoma kuwa na mbwa wa Ashabul Kahfi na vile vile mitajwa, utasoma katika mbwa katika Qur'ani umetajwa mara 2 tu. Nafikiri katika kiso hiki kwanza na katika kisa cha yule ambaye kwamba alikuwa akimwapisha Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, yule ambaye kwamba alimwapisha Sayyidina Musa kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa amempa uwezo wa yeye kuangalia. Baadhi ya wafasiri wanasema alikuwa kuangalia juu mpaka kwenye arshi. Alikuwa ni mujabu da'wa, akipokelewa dua, akiomba hupokelewa. Wakamtaka wale kaumu jabbarina awaombee Musa na kaumu yake walikuwa wakizunguka katikati, wakapita sehemu ile, wakamtaka awaombee katika njia yao kwenda Baitul Maqdis. Sayyidina Musa yule bwana akakataa, lakini Sayyidina Musa kwa kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu hakuweza kudhurika na dua yake huyu. Mwenyezi Mungu akambadilisha, ikawa dua badala ya kuombea Musa na kuangamiza, kuwaombea kaumu yake na kuangamiza. Mwenyezi Mungu akamtaja, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath. Mfano wake yani alipobadilishwa yule bwana akawa ni mfano wa mbwa, akiachwa kutoa ulimi nje na kuhema, na akiachwa yani akifukuzwa vile vile hutoa ulimi nje na kuhema. Ndivyo alivyokuwa hali yake, yani zimetajwa katika visa hivi. Imam Ibn Kathir asema katika kisa cha Ashabul Kahfi imetajwa kuonyesha usuhuba wa watu wema. Utakapokuwa na usuhuba na watu wema na ukawapenda watu wema na ukafanya mazuri kwa wema, basi wewe nia yako na wewe vile vile utahifadhika kama alivyohifadhika mbwa wa Ashabul Kahfi. Na anayefanya usuhuba na watu waovu akawa yeye mambo yake kila mmoja hushikana na waovu na nini, basi na yeye vile vile hutajwa na waovu na mashukio yake huwa ni maovu. Akataja aya katika sura As-Safat ya wale watu wawili watakaosema, mmoja atamwambia Mwenyezi Mungu, innahu kana li qarin, mimi nilikuwa na rafiki. Huyu rafiki alikuwa muovu, akiniambia wewe unaamini utafufuliwa, utakuwa siku utarudishwa, utanini. Mwenyezi Mungu akamwambia, hal antum muttali'un, je mshaonana? Fattala faraahu fi jahim, akiangalia akampata yule rafiki yake muovu yuko katika moto. Yani usuhuba wa wema unampa wema mtu, ukishikana na wema ndio huyu Ashabul Kahfi. Hawa Ashabul Kahfi kwa kuwa ni wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja kwa wema wao, ikabidi na yule mbwa alifuatana nao vile vile akawa ni mwema. Lakini kwa kuwa ni mwingine akiwa ni mwovu na kufuatana na waovu, basi kuna uwepesi zaidi wa ule uovu wao ukawa ni wenye kufikia. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mfano wa mtu mwema na wenye kufuatana na wema ni mfano wa yule mwenye kufuatana na muuza miski. Ukifuatana na muuza marashi, basi hata kama hakupakwa ile harufu yake itakushika. Na ukifuatana na muuza mafuta ya taa, hata kama kama hakupaka ile harufu yake, basi yaweza hata kukuchoma. Ndio hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni darsa adhim ya kushikana na wema, kuna wema ndani yake. Kushikana na waovu ni uovu na ni hasara baada yake. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فهمنا منه ما قرأنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، يا غافر الذنب والخطية، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سجية، وآله وصحبه البرة النقية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الوقتية، وارحمنا يا ربنا وكلنا راضيا مرضيا، وادفع عنا يا ربنا كل شر وبلية. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان
التفسير. حاجاتنا إليك كثير، أنت عالم بها وخبير وبصير، وإنك يا ربنا على قضائها لقدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضها، وعالم بجميع همومنا ففرجها، وعالم بجميع ديوننا فاقضها، وعالم بجميع أمراضنا فاشفها، وعالم بمن يؤذينا فاكفنا إياه حتى لا يؤذينا، وعالم بمن يصلحنا فأصلحه لنا. اللهم يا رب الأرباب ومسبب الأسباب، عبادك فقيرك على الباب، جئناك يا ربنا وقد بدت الأسباب. اللهم افتح لنا من الخير كل باب بجاه سيد الأحباب وعلى آله والأصحاب. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه يكف العبد كفاه، نسألك اللهم مواهبك اللدنية، حقق لنا ما منك رجوناه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تختم لنا شهرنا هذا إلا بغفران منك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا يا كريم. اللهم يا رب اجعل لنا في تختيم هذا الشهر العظيم من المقبولين ومن العاتقين ومن العتقاء من النار يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على رسول الله.